Ninakumbuka Jumapili iliyopita tulikuwa na somo lenye kichwa kinachosema kuilinda afya yako kwa maombi na kwa neno. Lakini leo kuna kitu ambacho nataka tushiriki pamoja. Somo letu lina kichwa kinachosema kufanyika kielelezo kwa ajili ya Kristo. Naomba nirudie kichwa cha somo. Kufanyika kielelezo kwa ajili ya Kristo. Tutatumia maneno matatu tunaposema kielelezo. Kwa lugha nyingine, uwe mfano kwa ajili ya Kristo. Uwe kitu kinachofaa kuigwa. Uwe ushuhuda kwa ajili ya Yesu. Kwa nini tunasema uwe ushuhuda? Unaweza kukubali kuwa ushuhuda na unaweza kukubali kutokuwa ushuhuda. Kabla tujasoma Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 7 na kuendelea, katika kitabu cha Matendo ile sura ya kwanza na mstari sura ile ya kwanza na mstari ule wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata misho ya nchi. Nachotaka uone kwenye huu mstari ni nini? Ni kipengele au ni neno lililoandikwa, nanyi mtakuwa mashahidi. Shahidi ni mtu muhimu sana kwenye eneo lolote. Shahidi, iwe mtu ananunua kiwanja, iwe anauza, iwe hata umenunua kitu dukani, kuna kitu kinachoitwa risiti. Risiti ni ushahidi wa kile ulichokinunua. Sasa shahidi ni mtu wa muhimu sana. Sasa Biblia inaandika, nasema, lakini mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Kwamba Mungu anatuweka sisi kuwa mashahidi wake. Sasa huwezi kuwa shahidi wa Kristo kama maisha yako hayana ushuhuda wa Kristo. Kuna sifa za shahidi. Sasa tunaposema fanyika kielelezo kwa ajili ya Kristo, ni kusema fanyika shahidi kwa ajili ya Yesu. Unapopata neema au nafasi, mahali popote ulipo, kinywa chako kimtamke Yesu. Sijasema ufanye kazini kwako kama kanisani. Lakini mahali unapopata neema yoyote, ukapata kanafasi kidogo, kinywa chako kimtamke Yesu. Kuna jamii moja, wanapopata shida au wanapotaka kufanya kitu, utasikia anamtaja jina la mtoto wake. Yule kabisa ambaye hamjui Mungu, anapopata shida utasikia mama yangu. Kinywa chake kinamtamka mama yake. Ni sawa.
Lakini kwako unapopata nafasi katikati ya watu ambao hamjui Mungu, hebu tafuta namna ya kumtambulisha Mungu katikati ya wale watu kwa namna yoyote. Sijui kama umenielewa. Okay. Twende kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ndio unaweza ukanielewa. Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza na mstari ule wa 7 na 8. Hata mmekuwa kielelezo kwa watu wote. Narudia. Hata mmekuwa kielelezo kwa watu wote, na si watu wote tunao, waaminio katika Makedonia na katika mji ule mwingine. Sasa nataka kuona kitu moja. Paulo alikuwa anazungumza na Wathesalonike, anamwambia nilipofika Makedonia nilikuta sifa zenu Makedonia. Anazungumza na Wathesalonike kwamba ninyi mmekuwa mfano Makedonia, mmekuwa kielelezo Makedonia. Kanisa linapaswa, linastahili kuwa kielelezo katikati ya nchi. Kanisa linapaswa kielelezo ikiwa duniani. Tunapokuwa katikati ya watu ambao hawamjui Mungu, tunapaswa tuwe kielelezo kwao. Amen. Kwa lugha nyingine, tunapaswa kuwa mashahidi. Unapofanya kazi yako, usisahau Mungu wako anahitaji kujulikana. Nilipita mahali jana saa 1 kasoro, duka zuri sana, ilikuwa natokea Kilimanjaro. Alafu nikawa nimesimama kidogo, na hilo duka lilikuwa kubwa, linauza nguo za kiume, linapendeza, limewekwa taa mpaka inaita yenyewe na milango ni wazi. Sasa wakati nimesimama pale, na kilichonifanya nisimame, duka lenyewe limenifanya nisimame. Unajua kuna namna mtu anaweza akapangilia vitu vyake alafu ikakuita. Kuna namna mtu anapangilia sebuleni kwake unasikia, lakini light ungeonyeshwa chumbani kuliko, lakini reception inaita, na ni mahali pazuri sana. Ukifanikiwa kutengeneza sebule vizuri, tengeneza kwa mali zako zote, maana hapo ni mapokezi. Weka kila kinachowekeka. Hata ukiweka kitu kinasema mgeni amekuja, akishangaa tu unampikia chai, kuna shida gani? Sasa nikashangaa lile duka kwa sababu jinsi lilivyo. Lakini naenda wapi? Wakati naendelea kuchangaa, nikaona mtu mmoja anainama anainuka, nikafikiria anainua kitu. Nikaona mara ya pili mikono imeenda imerudi. Mlango ni mkubwa. Ndani yangu nikasema, huyu mtu yuko ndani ya duka lake, lakini imefika saa ya ibada, anaona muda wa kutoka dukani kwenda ibadani nitakuwa nimechelewa, lakini ndani yake kwa sababu ana kiu ya kuabudu, akaona nitaabudu hapa hapa kazini kwangu. Alinitia moyo sana. Sasa swala kwamba namwabudu Mungu gani, hiyo sio kesi yangu. Ninachojua alikuwa anaomba Mungu wake. Tunakwenda pamoja. Mtu anayejua kutumia muda wake kumwabudu Mungu, lazima Mungu atambariki. Ninafikiri yule ndugu akimaliza sala na wateja wanaenda. Sasa swala la kumwabudu Mungu aliye hai, hiyo sio kesi yangu. Ninachojua, yoyote anayemwabudu Mungu aliye hai au anayeabudu mashetani yake yatambariki. Na anayemwabudu Mungu aliye hai, Mungu aliye hai atambariki. Tunakwenda pamoja. Kwa namna nyingine, ukiangalia yale mazingira, ingekuwa ni mlokole hawezi kuomba, angeona aibu. Saa nyingine uko kazini kwako, kwani kuna shida gani ukawa na kachumba kazini kwako, inapofika saa ya maombi na unasikia kuomba ukaenda kuomba, kuna shida gani?
Lakini hata kama watu wakikuona ukiomba, kuna tatizo gani? Ni sehemu moja ya kuwa kielelezo cha Kristo. Haleluya! Anasema hata mmekuwa kielelezo, mmekuwa ushuhuda kinachosomeka. Na pengine nikusaidie kitu kimoja. Kama una Mungu aliye hai, tengeneza madhabahu kwenye kazi yako ya Mungu aliye hai. Unapoingia, saa ingine umekutana na wateja pale mlangoni, ni sawa, lakini unapopata neema kufungua mlango, cha kwanza unachohitajika kufanya sio kuchati, ni kuomba. Mungu, asante maana umenifikisha hapa kazini, hata kama ni chini ya mti. Asante Bwana, umenipa neema kufungua mlango. Asante kwa ulinzi niliyekuta. Mungu, naomba mashariki na magharibi, nakataa roho ya kunitia giza, nakataa roho ya kupeperusha. Mungu atakupa kitu cha kuomba, alafu itisha, alafu fanya usafi. Mungu anaanza kuleta watu. Lakini saa ingine shida, wewe ukifika kazini kwako, kinachokuja akilini kwako hakuna mteja, ni simu. Hiyo ndio kinakuja kwenye kichwa chako. Naomba nikusaidie. Ukiona wana wa giza wanafanikiwa kwa sababu wanakuwa waaminifu kwa Mungu wanaomwabudu. Yale masharti wanaopewa wanayatekeleza. Sasa kama una Mungu unayemwabudu wa kweli, kila unapoenda na usahau, unapomaliza kufunga ofisi yako, kabla ya kutoka kwenye eneo la ofisi, mwambie Mungu, nakushukuru, nilikuja mikono mitupu, lakini naondoka na kitu. Nafunika mahali hapa kwa damu ya Yesu, na neema yako itawale, alafu ondoka. Baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Sijui kama unanielewa. Maana yake maandiko yanasema usitegemee akili zako mwenyewe, mkabidhi Bwana njia zako na utathibitika. Kwa kila unalofanikiwa kulifanya, mshirikishe Mungu. Amen. Sasa kuna watu ambao pengine unafanya nao kazi hawajaokoka. Kadri wanavyoona unashughulika na Mungu, kuna wakati itafika nao watatamani huyo Mungu. Kwa nini? Kila wanapokuta wanakuta ufungui bila Mungu na ufungi bila Mungu. Ilikuwa nasikiliza mtu mmoja aliyekuwa amepeleka kilio chake kwa mkuu mmoja wa nchi hii, sitaki nitaje nani. Alianza mtoto akafuata mama, alafu akaanza kumwambia mkuu, nashukuru sana umenisaidia. Alafu alipomwambia nashukuru umenisaidia, dakika ya mwisho akamalizia ikawa hivi, alafu akasema asante Yesu kwa maana ulinisaidia. Na nikamsikia yule mama alimlilia yule mkuu amsaidie juu ya kesi yake, akampa mkuu sifa zake, lakini mwishoni akasema tena asante Yesu maana umenisaidia. Nikajua huyu ameka hata ndani ya huu msafara ama ule umati uliokaa kwenye ule uwanja, hata kama hawajawahi kuhubiriwa, lakini wamemsikia asante Yesu kwenye msafara wa mkuu. I don't know kama unanielewa ninachosema. Nakumbuka kuna mahali nilipita, watoto fulani mkikutana na mimi semeni ABC, sio lazima nitaje. Tena alikuwa na hasira, wala mnisalimia namna hii, vile vitoto vikasalimia saa hiyo hiyo kwa lugha hiyo. Maana yake wanapandikiza ndani ya watoto Mungu wao, kwamba popote watakapokutana na mtu mzima wa imani yao wamsalimie kwa imani yao, na wanaamini imani yao kuliko shikamoo. Si kama mnaelewa vizuri? Unajua mtu akitaka kufunika Bwana asifiwe, sana sana hawa ambao hawataki kusema Bwana asifiwe, shikamoo askofu, mnaendeleaje? Lazima useme kama anastahili. Shikamoo is okay, shikamoo marhaba, Bwana asifiwe. Hii Bwana asifiwe usisahau. Kama unasema Bwana kondoo ameshinda usisahau. Kama unasema sijui majeshi usisahau. Lakini wengi wanajifunika na shalom.
Unajua shalom haina nguvu. Shalom maana yake ni amani. Sisi tunaenda vizuri, tunaelewana vizuri. Kuna maeneo ukienda lazima utumie ile salamu iliyoko pale ili kuendelea kudumisha kile kinachohitajika pale. Najaribu kukufungua ufahamu. Hebu twende kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili. Fanyika kielelezo kwa ajili ya Kristo. Wakorinto wa pili mlango ule wa 3. Unaweza ukasoma mstari wa 2. Anasema, nanyi ndini barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, ijulikanayo na kusomwa na watu wote. Kanisa ni barua, na si barua ya mficho. Kuna kitu kimoja nimekumbuka, na kanisa ni mahali pa furaha, sio mahali pa huzuni. Siku moja kuna baba ambaye alikuwa hajui kusoma, alafu akampa mtoto wake barua amsomee, na hii barua ilikuwa imeandikwa ya mahusiano. Sasa wakati amempa mtoto wake amsomee, ufahamu wa huyu baba akachukua mikono yake akaziba masikio ya mtoto wake. Akili yake inamwambia akisikia anachokisoma ataelewa ulichoandikiwa. Nilikuwa naangalia alafu nikacheka. Akili yake imemtuma, ukifunga masikio ya mtoto anaposoma barua haelewi anachokisoma. Pasipo kujua, uelewa wa barua haiko kwenye kusikia, iko kwenye kusoma. Nilicheka wakati nilikaa pale madhabahuni. Mama yetu wakati anatuuliza swali akawa anaficha simu yake. Kwa nini? Akili yake imemtuma kadri anavyosoma nao anasoma bila kujua sisi hatuoni simu yake. Haleluya. Asante Bwana Yesu sana. Si umefurahi? Kuna watu walikuwa wamekaa kanisani wametubu. Hapana, nyumba ya Mungu ni ya kufurahi. Okay. Nini ni barua yetu iliyoandikwa mioyoni, inayojulikana na kusomwa na watu wote? Kanisa ni picha ya ulimwengu. Kanisa ni picha ya Kristo. Watu wanapolitazama kanisa ambaye ni sisi, wamuone Mungu. Amen. Wanapotazama maneno ya kinywa chako, sikiliza, tabia ulionayo kanisani naomba uwe nayo nyumbani kwenu, na nyumbani kwako tabia ulionayo uwe nayo pia kanisani. Maana yake usibadilike kanisani alafu ukaacha kuwa na tabia njema nyumbani. Unajua kuna watu wameokoka, matusi yanayotoka vinywani mwao havistahili wokovu. Ndio sababu Paulo anasema kuna mambo nimehesabu kuwa ni mavi kwa sababu ya Kristo, kwamba kuna mambo unayolazimika kuyakataa ili Mungu wako aendelee kutukuzwa. Tunaelewana vizuri kanisa? Najua somo la mahusiano na Mungu huwa ni ngumu kwa watu kuelewa, lakini akasema inayosomwa, maana yake kanisa, kuna namna ulimwengu unatusoma, kuna namna ulimwengu unataka kutuelewa. Kanisa haliongozwi na ulimwengu, ila kanisa ndio linatakiwa liongoze nini? Ulimwengu. Kanisa haliigi ulimwengu, ila ulimwengu ndio unatakiwa kuliga kanisa, kufanyika kielelezo, ushuhuda. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13.
anasema ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Sikilize, wewe uliyookoka ni chumvi, na kazi ya chumvi mnajua, kazi yake ni kukoleza chakula, ni madini pia, lakini ni kuzuia pia kitu usioze. Ina kazi nyingi kama unavyojua. Sasa mwandishi wa kitabu hiki anachukua maisha ya watu waliookoka, anaifananisha na chumvi, kwamba sisi ni chumvi ya dunia. Maana yake ulimwengu unahitaji ladha ya Kristo kupitia sisi. Sasa kama sisi tukiharibu ladha ya Kristo, ulimwengu hautamtaka Kristo. Amen. Mbona mshangilii? Ama mnataka niwahubirie Mungu atawapa? Kafanya kazi upewe. Naona mmekaa kweli. Ningekuwa nawafundisha Mungu atakupa, Mungu amenionekania, kuna kitu kimezikwa mlangoni kwako, unapiga tu makelele. Biblia inasema, sikiliza vizuri, ninyi ni chumvi ya dunia. Sio chumvi ya kanisa, ya dunia. Kanisa ni chumvi ya dunia. Maana yake kuna namna ulimwengu unataka umfahamu Kristo kupitia kwa kanisa. Kwa hiyo kanisa likiharibika, dunia imekosa kumjua Yesu. Okay? Sikiliza, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Anasema haifai ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Mstari wa 14, ninyi ni chumvi, ni nuru ya ulimwengu. Bado hapa anasema, baada ya kutoka kwenye chumvi, anasema pia kanisa ni nuru ya ulimwengu. Nuru, kwamba ulimwengu uko kwenye giza. Sasa namna ulimwengu unavyoweza kumfahamu Mungu, lazima wapite ndani ya kanisa ili wamfahamu Mungu. Haleluya. Angalia kitabu cha Wafilipi sura ya 1. Wafilipi sura ya 1 na mstari ule wa 27. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 anasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama ipasavyo injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwepo, nisikie mambo yenu kama mmesimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkishindania imani ya injili. Haleluya. Anaandika kwa lugha rahisi sana. Anasema lakini mwenendo wenu ama mwenende. Lazima mwenendo wa kanisa, mwenendo wa watu waliokoka utofautiane na mwenendo wa ulimwengu. Yaani jitahidi sana. Iwe imetokea umekosea, maana umekosea, lakini jitahidi pale unapoweza kuulinda wokovu, linda wokovu. Jitahidi pale unapoweza kumlinda Kristo kwenye maisha yako. Wacha itokee mistake kwenye maisha yako, lakini sio umemkusudia Yesu atukane. Mungu asifiwe sana. Mwenendo wenu. Hebu angalia Wakolosai sura ya 3 mstari wa 8 na wa 10. Lakini pia unaweza ukaangalia Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, na nisihubiri hata tena.